baraka limepatikana kwa kupitia sadaqat, limepatikana kwa kupitia awqaf, kama vile lilivyopatikana kwa kupitia kufanya kazi na kujituma. Jana tulisimama zaidi hapa katika kufanya biashara, kujituma, kufanya kazi, sawa ni za kazi za hirfa za mikono, ama ni biashara, ama chumo lolote lile ambalo kwamba atakuwa mtu anakula riziki ya jasho lake na kazi ya mkono wake. Leo tapenda tugusie zingine kwa namna wakati utakavyoturuhusu. Kituruhusu kuzungumzia zote, khairu wa baraka. Mturuhusu moja ni mbili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turuzuku baraka katika wakati inshallah. Katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka watu wawe ni wenye kufika katika haddul kifaya, katika kiwango cha kujitosheleza katika mahitaji, tukaekewa kitu kinaitwa awqaf ama wakfu. Ni mtu kutoa kitu anachokimiliki, kukitoa kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, yakawa manufaa yale yatawarudia watu na yeye inamrudia ajri ya kitu kama kile. Thaqafa ama culture ya awqaf ilikuwa ipo kwa wingi katika miaka ya nyuma. Hata ukisoma katika tarehe, katika historia, kuna kipindi fulani ndani ya Cairo, Al-Qahira, mji mkuu wa Misri, wanasema thuluthu al-mabani, assets ama majengo yaliyoko katika Qahira, thuluthi yake, 1/3 yalikuwa ni awqaf. Yani katika kila nyumba 3, nyumba moja ni wakfu. Ya namna ilivyokuwa hii culture iko kwa nguvu. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja ataka kujitangulizia akhira yake. Anajua mimi hizi nikilitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaunti yangu ya hasanat itakuwa inaendelea kuniingizia hata baada ya kufariki. Kila umma unaponufaika na kila ambacho kwamba nimekitoa. Kwa hivyo huwa atatoa wakfu kwa ajili ya msikiti, yule atatoa wakfu kwa ajili ya madrasa, yule atatoa wakfu. Yani utaziona zile sampuli mwenyewe mpaka utashika kichwa tukizieleza. Lakini kwa sababu mkoloni alijua namna ya kutudhoofisha, akaingia nyanja mbalimbali, moja ikawa ni upande huu. Anajua kuwa kilma ni cha mwenye kulipa bills, kama tulivyosema katika darasa ya jana. Yule anayejitosheleza kilma chake nacho mwenyewe, hawezi pangiwa. Sasa ili tumpokonye huyu kilma ni paka tumlishe. Watajwii yuaddi ila tarki. Sasa katika vitu ambavyo kwamba vinammakinisha huyu kujitosheleza nini, wakagundua kuwa ni awqaf. Mwingereza akapiga marufuku awqaf Iraq karne moja iliyopita. Kingia Iraq akaipiga marufuku. Sheikh Muhammad Zahid Al-Kauthari rahmatullahi alayhi, katika maulama wakubwa wa Uturuki, asema Mfaransa naye alipoingia Taki akapiga marufuku awqaf. Asema tukajiuliza katika jalsa ya maulama, kuna mafungamano gani kati ya kuzuia awqaf na Mfaransa? Mfaransa husika vipi na awqaf? Lakini walipokaa kwa makini ndo wakaja kugundua kuwa hawa wanataka umma uwe dhalili, hauwezi kujitegemea, ndo pate kuendesha vile wanavyotaka. Sasa wakaizika, kisha wakajiba ile fikra. Huku kwetu ikadidimizwa, ikanukuliwa kule upande wa magharibi. Kwetu iko karne ilikuwa 13, 14.
Kwao ilikuwa hakuna fikra auqaf. Lakini hivi sasa Harvard University peke yake katika vyuo vikubwa vikuu ulimwenguni, na wengine wanasema ndio nambari 1, hatuko huko, si mada yetu, auqaf zao ni bilioni 56 dola kwa bei, sio kwa mimi, bilioni, si milioni. Auqaf za Harvard wana asset 11,000. Sawa ni nyumba, sawa ni ardhi, ni shamba, hatuzungumzi 11, 11,000. Ile fikra wakajaribu kuizika huku, wakaenda wakaihuisha kule kwao katika ulimwengu wa kimagharibi. Kwa hivyo leo tunapoona katika mingi katika misikiti yetu, baada ya swala sijui kunazungushwa kofia kwa ajili ya kukusanya tabarruati, unasikia bana toke inaenda kuisha bana. Haya, kilemba, kofia, kikapu kinazungushwa, mwenye 20, mwenye 10. Ilikuwa hakuna kabisa hili. Hatusemi kutoa tabarru ni makosa, la, ni katika sadakati. Lakini kulikuwa na hadhi ya kifaya katika upande huo, kulikuwa na mambo yenye kutosheleza, kunawekwa auqaf zile zinaendeleza. Hakuhitajiki mtu atoe shilingi 20 wala 10. Na mtu anapokuja akatengeza msikiti, anafikiria auqaf kabla kutengeza ule msikiti. Utaendelea vipi huu? Sasa ukija ukisoma ile tarehe, utapata umma ulitafanna katika kadhia ya auqafi. Ibn Battuta Ar-Rahala, yule msafiri maarufu na mwanatarikhi, Ibn Battuta asema alipokwenda pande za Sham alipambana na wakfu al-Hajij. Wakfu yani kuna nyumba, kuna wakfu zimewekwa kwa ajili ya kupeleka watu kuhiji. Angalia, kuna baadhi ya wazee ambao kwamba tunajua hali zao ni ngumu, mtu mpaka afika miaka 60, miaka 70 tamani kwenda kuona Kaaba, lakini hawezi. Lau tungekuwa na auqafi hizi za kuhijisha watu, wangekuwa wamepata nafasi kama hizo. Wakfu zimewekwa hasa kwa ajili ya kuhijisha. Naangalia pale tunapofeli katika miaka hii ya nyuma, humu kwetu East Africa kulikuwa na rais, katika rais wa dola, sitaji jina ya dola wala ya rais mwenyewe, katika mambo alikuwa akiyafanya Mwenyezi Mungu amjaze kheri, alikuwa akifuata matajiri wa Kiislamu wampe nafasi za kuhijisha watu. Na tunajua tena rais harudishwi. Sasa huyo atampa 10, 20, apata sengine mpaka fursa 200. Anapeleka watu haji 200. Mtanruhusu mimi nishike calculator katika darasa ya leo. Haji nadhani gharama iko $4,500, sio? Kwa bei ya wastani. Acha tuende na hesabu hiyo. $4,500 kwa watu 200, times 200. Tumepata $900. Tutaconvert kwa Kenya money, inakuja $117,000. Huu ni mwaka Mwenyezi Mungu mjaze kheri, amekaa katika riasa miaka 10. Tutazipiga mara 10. Bilioni 1,170,000 zilizotumika kupeleka watu wapi? Haji. Mwenyezi Mungu mjaze kheri, watu wamekwenda haji, wamestafidi. Lakini unaonaje lau fikra tungebadilisha, badala ya kupeleka wale haji ikaisha, wao umetoka katika uraisi, hakuna tena fikra hiyo kuendelea, lau pesa ile ile bila nyongeza ingechukuliwa alafu kukajengwa auqaf, kaangalia buildings kadhaa katika sehemu strategic zenye rent nzuri, alafu
inapeleka kama uwezo ni wa 10 ni wa 20 itakavyokuwa, lakini ya kuendelea miaka yote kuliko idadi fulani kwa muda mchache. Ingekuwa mpaka leo na miaka 100 inayokuja au kafu zinaendelea kupeleka watu haji, lakini kwa sababu culture hiyo hatuna, halikufikiriwa hilo. Ibn Battuta aliliona Sham. Ibn Battuta huyo anasema ameona pia pande za Sham na Iraq wakfu za kuozesha watu, na vile vile Misri wakfu za kuozesha vijana hawana uwezo wa kuoa, kuna auqafu za kuozesha. Leo fahisha, uzinifu, uchafu umeenea katika jamii zetu kwa sababu kuna uzito katika vijana kuoa. Ziko leo auqafu za kuozesha. Al-Kalkashandi katika Subhul A'sha anasema ilikuwa ukipita karibu kila mtaa kuna madaris katika zama zao zungumzie, kuna madrasa. Ile madrasa maintenance yake, mishahara ya walimu, sijui vitabu, kila kitu katika ile madrasa bure, yasimamiwa na auqaf. Mwanafunzi hana fee anayolipa, na vitabu anapewa bure, na tulu zote zinazohitajika anapewa bure, zasimamiwa na nini? Auqaf. Tuna auqaf ngapi leo za kulipa walimu? Mwana ukifuatilia kuna mpaka auqaf za mustashfayat. Leo katika challenges kubwa tulizokuwa nazo ni matibabu. Mamia na maelfu ya watu wanafariki kwa sababu hawana uwezo wa kujiuguza. Kipindi hicho hakuna mtu analipa. Kuna auqafu zimewekwa kwa ajili ya mustashfayat. Kwa hivyo zinalipa madaktari, zinalipa wanafunzi wanaosoma medicine katika sehemu kama zile, zinanunua madawa, zinagharamika chakula, sijui mavazi, kila kitu katika hospitali kama zile, kila kitu bure. Kuna auqafu zinazoendesha mpaka katika visa vya kifukaha kuchekesha. Wanasema siku hiyo daktari akizunguka katika zile wodi za wagonjwa, anafika sehemu anampima mtu aliyoko pale katika kitanda, anamwona mzima, hana chochote. Anawaambia wale manesi, mlisheni, mfulieni nguo zake, mkirimuni. Akija siku ya pili anampima tena, amwona bado mzima. Haya jamani, mpeni khidma kama kawaida. Siku ya 3 anakuja, kumbe jamaa amefeki ugonjwa, atakatu sehemu ya kulala na apate kula. Siku ya 3 daktari akija, aliandika katika karatasi ad-diyafatu 3 ayyam. Jamani, ugeni siku 3. Sasa leo ruhusa. Mpaka watu wakawa wanatumia hila wapate sehemu tu ya kulala na kula. Zaendeshwa na nini? Auqaf. Katika wakfu za kimaajabu kulikuwa kuna kitu kinaitwa wakfu zabadi ama akshak ar-rahma. Hii ni wakfu gani? Saa nyingine hutumwa mfanyakazi ama mtoto aenda kanunue kitu. Sawa, kanunue sahani ama chukua chombo hichi, nenda kanunue maziwa. Akifika njiani kimeanguka, kimevunjika. Akirudi nyumbani mboko zinamsubiri kule. Na kama hakutandikwa atapewa maneno makali ya kumvunja moyo wake. Imewekwa wakfu zabadi, likitokea kama hilo ananunuliwa chengine ili asirudi nyumbani akaumizwa moyo. Angalia watu wanavyojali mpaka hisia ili asirudi akaenda kachapa. Imewekwa wakfu haswa ya vitu vilopotea, vitu vilovunjika. Angalia tafannun walikuwa nayo umma katika kadhaya za wakfu. Katika wakfu za kimaajabu kuna wakfu wameita wakfu khida' al-marid, wakfu ya kumhada mgonjwa. Hii ni wakfu gani? Na
Sema kuna mgonjwa amekata tamaa katika maisha, anaona mimi khalas maradhi yananimaliza mimi nafa. Wanakodiwa watu wawili, wanakuja kufanya tamthilia mbele yake. Kwa hivyo wanakuja watu wanajifanya wana maradhi kama yake, kisha kimazungumzo tu, bana unajua mimi niliugua maradhi fulani, pambana nayo, lakini alhamdulillah sasa hizi niko sawa kabisa, nimepona. Yule yasikia tu habari anapata maanawia, anapata nguvu za kupona. Kiwango hicho, imagine watu wamfikia kufikiria paka, yani wanalipo wale watu na wakfu ili waende wakampe maanawia yule mgonjwa. Wakati wa Salahuddin al-Ayyubi rahmatullahi alayhi, kulikuwa na majaa, ukame. Ikawa wazazi ama wale mamama, kwa sababu hakuna chakula kilioko kidogo, wanawapa watoto wao, wanajinyima. Na kwa sababu hali kifua kinakauka, hakiwi na maziwa, yule mtoto mchanga anayetegemea maziwa mama anakosa maziwa. Salahuddin al-Ayyubi katika kalaa yake alitoa mizani, kukawa na mfereji wa kutoa maziwa, wakfu. Shwe kusikia wakfu kutoa maziwa? Siku hizi hata wakfu za maji hakuna. Zamani kulikuwa kuna kitu chaitwa sabini. Ukipita katika mitaa hivi utaona kumewekwa mafriji ya maji ama sijui. Hata sisemi wazee wetu, Mwenyezi Mungu awape umri na afya. Sisi tukikulia ilikuwa kuna baadhi ya mitaa ukipita utaona jungu hivi. Kuna kikombe pale za kuteka maji ukanywa. Mambroi tu. Ziko wapi siku hizi? Sabini ilikuwa ipo kwa wingi. Leo mtu kama una shilingi 50 ya kununua mineral water utakufanya kiu. Hizi ni awqaf. Sasa hata maziwa, maji yenyewe hakuna. Na walipokuwa wamehakikisha kuwa wametimiza upande huu wa wanadamu, kwa hakuna haja. Wewe nani? Ni mke umeteta na mumeo, amekufukuza ndani ya nyumba, kuna wakfu za kuweka walobumburushwa. Wewe ni mzazi wa hivi karibuni, una upungufu wa maziwa, kuna auqafu za kukupa maziwa. So zile haja zipokuwa zimekamilishwa katika upande wa wanadamu, angalau watu walivyotafana sasa wakatoka wakaenda upande wa hayawani, angalia huruma. Ikawa sasa kuna auqafu zimewekwa hasa kwa ajili ya hayawani. Kule pande za Morocco karibu na muhit al-Atlanti na pande za Mediterranean vile vile, kuna ndege ambao kwamba wanakwenda kwa masafa marefu, wanaitwa tairul laqlaq, stork, na miguu mirefu hivi. Mara nyingine katika kutua kwa mshindo, ule mguu kidogo ukafanya kama kuvunjika. Kule kwa wakfu haswa kwa ajili ya wale wanaoumia. Yani ule wakfu unamlipa daktari, unamwezesha ule daktari kumwangalia yule ndege mpaka apone, kisha arushwe achiliwe aende. Kama sisi tungesema kitoweo hicho. Wakati wa Nuruddin Az-Zinki, huyu ni mwalimu wa Salahuddin al-Ayyubi na mjomba. Nuruddin Az-Zinki kwa sababu ni kiongozi wa jihadi, kuna kitu kilimshughulisha kichwa, nao ni uzee wa wanyama. Ufarasi akishakuwa mzee anaanza kusumbua na kumtiriri. Ukienda katika ulimwengu wa kimagharibi ambao kwamba unadai hukukul hayawanat, animal rights, yule farasi akishafika umri huo ufanywa nini? Sasa na malizo. Salahuddin Az-Zinki anasema huyu ambaye kwamba ametuhudumikia katika jihadi, ikramu yake ni kumua? La. Akawekea wakfu hasa, ikawa kuna sehemu yao, malisho yao, matibabu yao, mpaka afariki mwenyewe, hakuna kuua mnyama. Angalia hiyo huruma.
Pale Kahira katika Jamiu al-Azhar, msikiti wa al-Azhar, kuna msikiti pale karibu unaitwa Muhammad Bek Abu Dhahab. Katika aukafu zake kuna wakfu wa chakula cha ndege, yani kuna juzu fulani hasa imehusishwa kwa ajili ya chakula cha ndege, yani wanuliwe kama ni njiwa nani wale wanaopita juu ya msikiti wawekewe katika maadi, katika hii minara, katika nini, wakipita pale wapate chakula. Sasa mwangalia huyu Muislamu ambaye kwamba amejua kuwa yeye Mola amemleta katika huu ulimwengu kama khalifa, na kwa amafaa kumsaidia mwenzake asiyejiweza, namna alivyotafana katika aukafi na hazikubakia tu katika wanyama, katika wanadamu zikaenda mpaka kwa wanyama. Sasa swali liko hapa, kwa nini hii culture imepotea kwetu? Sio kwa hakuna, ziko, na hata zile zilizoko zatumika makosa. Hata zile zilioko leo klabu kubwa ndani ya Island Mombasa ni mali ya wakfu. Tunaja kutaja majina hapa. Wakfu, wewe washangaa watu wanywa pombe ndani, wacheza disco klabu. Ilikuwaje mali ya wakfu ikafika kwa klabu kama si uzembe wa masuuli tu? So baada ya kuimpatia zile zilioko pia zatumika makosa. Ama mtu wewe umekalia nyumba ya wakfu bado mpaka leo alipa shilingi 50, ile rent ya miaka 60-70 iliyopita. Muogopi Mungu? So hii ilikuwa ni moja katika njia ambazo kwamba sharia imetumia katika kukuza hali ya kiuchumi na kutosheleza haja za watu katika jamii. Nyingine ni zaka, ambapo kwamba ni muujiza wa kiuchumi. Mola Subhanahu wa Ta'ala ameiweka hii zaka katika malengo ni ifikishe watu katika haddu al-kifaya, katika kiwango cha watu kujitosheleza kabisa. Lakini jana tuliashiria kuwa kuna watu miaka 20-30 wao wanapokea zaka, na ikifika karibu na Ramadhani utasikia bwana usimsahau katika listi ya mwaka huu. Miaka yote yapokea tu, sijui atatoa lini. Na hili limechangiwa na sababu kadhaa, takuja kuzieleza. Mola Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia kadhia mali anasema kay la yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum, yasijakawa ni yenye kuzunguka kati ya matajiri tu kati yenu. Mali haifai kwa hivyo, yafai atoke yamfikie yule maskini. Naye kitoka kimfikia maskini atapanda wapi? Wewe ukiuza unga, na maskini ndio chakula chake, atakwenda atanunua unga, pesa bado itarudi kwako. Una duka la ration, atakuja kununua vitu hivyo hivyo kwako tu. So ile pesa unayotoa bado itakurudia wewe mwenyewe. Umetimiza zaka, umejenga mawadda, hata zile jarima crimes zitakuwa zapungua katika jamii. Itajenga mawadda, huyu anatujali mwenzetu. Sasa sharia ya Kiislamu ikaweka zaka kwa ajili ya kutosheleza haja za watu na kufikisha katika hadda al-kifaya, na hilo ukiliangalia katika tarikhi utalipata kwa mapana sana na kwa lawezekana. Leo sisi katika dunia tunaongoza kwa ufukara, yani takwimu zinaonyesha kwa mafukara duniani ni bilioni 1 dunia nzima. Alafu angalia katika bilioni 1 milioni 600 ni katika ulimwengu wa Kiislamu. Sisi ni robo ulimwengu, yani kwa watu wacheza huko karibu bilioni 8 na sisi tuko katika bilioni 2, ina maana sisi ni robo ulimwengu.
Sasa kama sisi robo ulimwengu, basi kwa uchache ingekuwa katika watu bilioni 1,250,000 robo yake ndio mafukara wa Kiislamu, lakini mbona imekuwa zaidi ya nusu, milioni 600, 60%. Sasa yawaje umma ambao kwamba una awqaf, una zaka, uwe ndo utashika mkia katika hali ya kiuchumi, ndo masikini zaidi katika huu ulimwengu? Nisha kuna sehemu kumekoseka, kuna sehemu kuna kasoro. Wakati wa khilafa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alimtuma Sayyidina Muadh ibn Jabal pande za Yaman. Isikie vizuri, Yaman 93% saizi wanaishi chini ya khati ya ufukara. Hivi saizi tukizungumzia, na tukisema chini ya khati ya ufukara, kwa takwimu ya UN, pato lake la siku halifiki $1.50, yani shilingi 200 kwa siku wapate. Ni mdomo, yani mkononi kwenda mdomoni ndio riziki yake. Hii Yemen hii ndio kwamba 93% wako chini ya khati ya ufukara. Kipindi kile Muadh ibn Jabal amekwenda kama wali, kazi yake, mmoja kati ya kazi yake ni kukusanya zaka. Alipozikusanya zile zaka, 1/3, thuluthi moja, akaituma Madina kwa Saidina Umar. Ilipomfikia Saidina Umar akawa mkali, akamwandikia Muadh ibn Jabal, akamwambia tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, zaka uchukuliwa kwa matajiri ya ile maeneo, kisha ikarudishwa kwa wapi? Maskini wa maeneo yale. Na hapo makini, si tuna tabia mbaya. Mara nyingine mtu aweza kutoka huko safari ya kilomita 700 enda kwenye mji fulani kutafuta zaka. Ana wale walio katika ule mji utazipata vipi ikiwa zifuata wewe? Pale kwanza zimekidhi haja ya pale zitoke. Sasa hapa hizi mbona umezileta Madina, zafaa kuwafaa wao? Muadh ibn Jabal akamjibu akamwambia, Amir al-Mu'minin, ungekuwepo wanaohitajia singekuletea Madina, lakini huko tushatimiza kwa zile thuluthi mbili. Mwaka uliofuatia Muadh ibn Jabal akatuma nusu ya zaka, nusu tu ikatumika Yaman. Mwaka uliokuja baada yake Muadh ibn Jabal akatuma zaka zote. Angalia, kwa muda wa miaka 3 kutoka 1/3 kwenda half kwenda yote, yani kwa muda wa miaka 3 mahitaji yametimizwa kabisa, ikawa hakuna tena mwenye kustahiki zaka ndani ya Yaman. Leo watu wote Yaman wanastahiki zaka, 93 wako katika hali mbaya. Kunkoseka wapi? Wakati wa Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifa al-Rashid au al-Sadisa, pande za Ifriqiya kipindi hicho ni hizi pande za Tunisia zikiitwa Ifriqiya, kulikuwa na al-Qadhi Yahya ibn Said pande hizo. Zaka zote 100% alimtumia, akamwambia huku tulipo huku Afrika huku hakuna anayestahili zaka, kila mmoja ajitosheleze, watu wachukue huko toa. Alafu sasa njoo upande wetu huko saizi UN inakwambia milioni 348 milioni watu milioni 348 ndani ya Afrika wanaishi chini ya khati ya ufukara. Afrika ilikuwa haihitaji zaka kipindi kile, leo watu milioni 348 wako chini ya khati ya ufukara. Metaja Imam Tabari, akataja vile Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. Tayeb, walifaulu wapi na sisi tumefeli wapi? Kwa sababu huwezi kusema hakuna ndia zaka, lazima tuwe makini. Rongo, ulimwengu wa Kiislamu una kiwango cha kutosheleza cha zaka. Nasema leo mimi nataka kukaa na calculator, taumiza vichwa kidogo kwa hesabu. Zaka za Waislamu ulimwenguni
tukiangalia tu hisabu za benki na shares basi bila kuangalia vitu vingine ni bilioni 300 mpaka 400. Wacha tuchukue hiyo minimum bilioni 300. Nadhani calculator yangu itakataa kuconvert zero zilivyokuwa nyingi. Sasa ngile bilioni 300 zaka ya mwaka mmoja pekee yake, na hapa hatujaingiza zaka ya madini, hatujaingiza zaka ya rikazi, kwa sababu kule sasa kuna 20%. Sasa ukichanganya, maana kuna visima vya mafuta shehe, kuna magesi, kuna vitu mbalimbali. Tukichukua kwa kauli ya baadhi ya fukaha kwa pia zina zaka. Zaka ya mwaka mmoja inafaa kufika trilioni $1. Sasa trilioni $1 hii inaweza kutoa nchi moja mpaka 2 nzima katika ufukara. Yani wakagawanywa, tukaletwa watu wakapewa $10,000, $20,000 ni milioni 2 hivi. Haya, nendeni mkajiezeshe. Ni kiwango gani cha watu wataweza kufikishwa katika had ya kifaya na kutoka katika ufukara? Na hapa tunakuja katika wapi sisi tunakosea. So tutacheza wapi walifaulu sisi, wapi tulikosea. Sisi hatutoi zaka, sisi watu wa sadaka. Pole mtanisamehe, wacha nituambie ukweli. Tutoi zaka mara nyingi mtoto wa sadaka, kwa maana unaweza kupigisha watu foleni ukawapiga zaka. Zaka ni moja kati ya mambo matatu walivyoeleza fukaha. Umpatie yule mhitaji chakula chake cha mwaka mzima, kula, kusoma, kuvaa, kila kitu, ama umpatie capital aende akajianzishie biashara jiendeleze. Anayefaa kupewa zaka mwaka huu, mwaka ujao afaa toe. Lakini sisi tunasema miaka 20-30 mtu apokea zaka. Sasa sisi hapa ndipo tunakosa letu katika namna ya kutoa tunafeli. Yani mimi kama zaka yangu kwa mfano ni 100,000, afadhali niangalie kijana nimnunulie pikipiki ajitume nilishe yeye na familia yake, kuliko nichukue watu 100,000 watu 100 niwape 1000 hazifiki hata jioni zile zaisha. Sasa hivi akipokea tayari ana madeni, aenda kulipa, na kama umemtumia kwa M-Pesa kuna fuliza yakatwa juu. So afadhali wanufaike wale watu 5 mtu na kuliko kuiga kwa wingi. Sasa angalia tatbiki ya hawa ili tuone tofauti. Tuchukue tajriba ya Umar ibn Abdul Aziz. Acha tuendelee kukana calculate. Umar ibn Abdul Aziz katika makhalifa ambao kwamba wameka tarehe kubwa katika Uislamu, na kwa sababu kazi aliyofanya ni kubwa, watu walihesabu fatra yake ya uongozi mpaka masaa. Umar ibn Abdul Aziz alihukumu miaka 2, miezi 6, siku 10 na masaa 11. Watu wamehesabu mpaka masiku na mpaka masaa. Hichi ni kipindi kidogo sana alihukumu Umar ibn Abdul Aziz, lakini kazi aliyoifanya ilikuwa kubwa sana. Kabla yake dhulma ilikuwa nyingi, israfu, tabdhiri, watu kuchezea mali ya umma ilikuwa sana katika dola. Ibn Abdul Aziz kitu cha kwanza aliwakusanya wale ulati na akawaandikia barua walioko mbali, akawaambia mimi nataka watu katika hali ya dharura ya ihtiyaji wafike angalau katika hali ya kifaya ama ya kafafu kujitosheleza.
kitu kilichowekwa pale, akasema yoyote anayestahiki zaka apewe dinari 1000. Tuende pole pole, apewe dinari. Hii dinari 1000 sasa kama shilingi 1000 yetu Turudi kwenye calculator. Dinari moja ni gramu 4.25 za dhahabu. Dinari moja. So ukizungumzia dinari 1000 unazungumzia kilo 4.25 za dhahabu. Kilo ngapi? 4.25. Tuende kwenye hesabu. Kilo 4.25 za dhahabu. Tupige kwa bei ya gramu. Nani ana habari ya dhahabu hapa? Gramu ya dhahabu ifika ngapi? Hakuna sonara hapa. Hakuna ndo mnulia mkewe karibuni jamaa dhahabu. Ngapi? Yategemea na karat, sio? 21. Haraka wanaenda na dola. Kwa hivyo dola 100 ambayo kwamba itakuja karibu 13,000. Wacha tuchukue ile karati ya chini, tusichukue ya juu. Tusende kwa 15, 16. Hizi ni milioni 55. Ndo zaka mtu aliyopewa wakati wa Umar ibn Abdul Aziz. Milioni ngapi? Acha tazile ndo taja mwanzo za milioni 1, 2, milioni 55. Lakini kwa sababu kuna watu wanaweza kufanya suul istikhdam, matumizi maovu ya zile pesa, Umar ibn Abdul Aziz alika wakapewa ujuzi wa kibiashara kabla wakabidhiwa zile pesa, wakaelekezwa. Kama ni mtu mwenye hirfa, kazi ya mkono, akanuliwa vifaa ambavyo kwamba vinahusika na kazi yake, kisha akafuatiliwa, hakuachiliwa tu. Kwa sababu kuna baadhi wanakwambia tukamnulia mtu tuktuk. Mfano pesa ya zaka tukamnulia mtu tuktuk. Siku 2-3 kisha akaiua, pesa akazila, akaenda akaiuza, akazipiga. Tuambia alafu leo nije nipewe milioni ya bana zaka yako. Sina ujuzi katika kuhifadhi pesa. Zitaka kweli hizo. Nabada. Zitapigwa. Sasa Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz akaweka timu khasa. Huu tunaozungumzia ni mwaka wa kwanza, usishtuke sana. 55 mara 5. 255. 200 crazy. Milioni 275. Ukimilikishwa pesa katika ulimwengu wote mwaka wa 3 ukafika, wanaostahiki wamepungua na walo. Umar ibn Abdul Aziz akasema kila anayestahiki apewe 10,000 dinari. Zimefika 500 na ngapi na 50 Ushawahi hata kuota hivi katika ndoto hivi kupewa milioni 550? Tukiyasema watu za kudhani hili, lakini mambo yametokea katika tarehe. Kipindi kisawasawa, ikatekelezwa kwa namna yake. Vifungua miaka 7 mtu hajatoa, mwingine miaka 10 na. So kuna watu hawatoi kabisa, na kuna watu watoa sadaka kama tulivyosema, hawatoi zaka, na kuna watu watoa kwa namna isiyokuwa sawa. Kwa hivyo
Hakuna ufisadi wa kupewa wanaostahiki, kwa sababu pia kosa lingine, kuna wengi hawastahiki zaka, wapewa zaka. Wanaopewa ni wanaostahiki, ilitoshelezea yote wanaostahiki zaka. Kana wao katika jamii. Sasa tukisema bilioni, sawa, trilioni moja, kwenda mpaka inkwama, trilioni moja dola, tuipige kwa pesa, tupige ile 75 zaka za mwaka 1063, zaka za mwaka moja za Uislamu za mwaka moja, ikienda kwa uslubu, na hapo sekunde hivyo za kimali, na vile vile awqaf, na vile vile sadaqat. Haya aliwezekana wewe mashallah umerithi yote haya, tutakuwa ni umma wenye kilima chetu. Kuna maswali hapa tutasukia. Naam, Sheikh Abubakar. Katika maelezo yako, ufaulu wa hili jambo, inaweza kuundwa tume haswa ya kuweza kulifanyia kazi hili, wanaweza kutimizwa dharura. tunakitana na mtu mmoja tutamwacha Ustadh Awadh hapa katika ndio na mingi ziada katika mara nyingi sisi tukiambiwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam fukara, sisi ni fukara maskini. Kitabu maulama katika tarehe za maulama qala wa napata vizuri kwa Allahumma ahyini miskina wa mitni miskina. Miskini sio maskini yule min almaskana katia kaza. Naam, walikuwa lakini kulikuwa na maulama vile, yani kimzungumzia Al-Layth ibn Sa'd, alikuwa multi-billionaire. Kimzungumzia kina al-Imam Abu Hanifa na wengineo, wako aima wakubwa wanahitajika sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu ambaye kwamba alifunga mawe kwenye tumbo, moto hujawacha aslimu, hakuwa fakiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungu akitaawadh kwake, kijikinga kwake kutokana na fakr. Allahumma inna na'udhu bika min al likitokea hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa sababu yeye ni qudwa wetu chema wa wake, ndo kila mwenye mwangali Mtume alipokuwa nacho. Wewe pale utakapokosa chache ulichokuwa nacho kuza, atafanya, alikuwa miliki, alikuwa anatoa na wapa watu, na anaweza kuweka ration ya mwaka mzima ndani ya nyumba yake. Lakini angalia na huwa Taala. Asante.
Kuna fedha za kujenga msikiti. Dharura ni kujengwa msikiti. Tutaangalia dharura iko wapi, lipi linahitajika zaidi. Na wallahu a'lam. Astaghfirullah. Allah. Bali na kumshukuru ya vipi tutaweza kurudisha iktisadi ya Uislamu. Hakika iktisadi katika uchumi na ni jambo ambalo kwamba lafaa kufanywa kazi. Makhalifa tuliokuwa na sisi tuacha mmoja kufanya, tunajua ndivyo yalivyo mambo, lakini kule kuanzwa ndiko bora zaidi. Na tusigurike kama nilivyosema, na mara nyingi inaelezwa kuwa Mtume sallallahu alikuwa ni zahidan lakini si fakira. Alikuwa ni kwa Mwenyezi Mungu. Dr. Muhammad Az-Zuhaili ameandika kitabu kizuri sana. Kana Nabii sallallahu alaihi wasallam munfiq ath-thuraya la zahidan fakira, kisha kaeleza amwalu an-nabii kasban warithan. Amwalu an-nabii kasban wa infaqan wa tawrithan. Na alikuwa akitoa mwanzo wa kitabu chake akizungumza, akaelezea kwani hatuamini maneno yake. Kwa hivyo kwa Mwenyezi Mungu kamwambia amemtajirisha, basi alikuwa nacho Bwana Mtume sallam na mifano yuti ataan, sogopa ufakiri. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Abu Sufyan bin Harb ndo mwanzo kuingia katika Uislamu, kapewa ngamia hawana idadi. Yani akapewa ngamia kama zile mpaka watu wa Madina wengine kaingia walikuwa wakigawanya, na tupate kuifanyia kazi, si kufaidika tu kwa kusikiza kwa mtu. Tulipoteza dira sehemu gani kama alivyoelekeza yeye mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni wale masahaba walikuwa ni watu binadamu ambao kwamba wameishi naye wakimfuata. Tumeelezwa hapa umri wa Sayyidina